ya Kusini, lakini ni msiba wa Tanzania, lakini ni msiba wa dunia. Kwa sababu gani msiba wa dunia wa kanda? Ni kwa sababu yeye anatoka katika kanda hii ya Kusini. Lakini msiba wa Tanzania kwa sababu yeye ni raia wa Tanzania, na mmeshuhudia jana katika media Dar es Salaam jinsi gani ilivyotaharaki katika kushughulikia mazishi ya bwana mkubwa kama huyu. Lakini tunasema kwa sababu gani yeye msiba wake ni msiba wa dunia? Ni kwa sababu katika watu wachache duniani ambao nusu yao ya karne walioishi kwenda kumsalimia bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wengi wanakwenda hija, lakini hazifiki hija 50 kama aliyofika bwana huyu. Ameiji hija 50 kwa kumsikia mwenyewe tibaan. Mwaka mmoja tulipata bahati ya kwenda wote Maka kule, nikamwambia mimi ninataraji uniombee Mungu na mimi niwe kama wewe, niwe nakwenda hija kila mwaka. Akanambia uwezi. Kanambia uwezi, tupo Maka. Sikumuuliza kwa sababu, ila akaniambia kwa sababu mimi hija yangu ya kwanza nilipata shida sana. Nilikwenda mpaka Uganda. Idi Amin ndio akawafanyia mpango wa kuwasafirisha kwenda Saudia. Wakashuka Maka, Madina. Wametoka Madina mpaka Maka kwa mguu siku 7. Wamemaliza ibada ya hija, wakalazimika lazima ndege waje kupanda tena Madina. Anasema baada ya kumaliza hija nilikuwa nalia kwamba tena tuna safari ya kwenda kwa mguu siku 7 mpaka kufika Madina. Kwa hiyo akasema hili tu peke yake uliwezi. Nikamwambia kweli kwa hilo siliwezi. Lakini inshallah kwa Mwenyezi Mungu hakuna mazito, hakuna makubwa. Inshallah inawezekana baada ya kufa kwake Mungu akajalia na mimi nikaenda mara nyingi. Imesemwa historia ya kusimamia misikiti. Wanasema kwamba misikiti zaidi ya 40. Lakini mimi nimemsikia mwenyewe. Maki kama riwaya inakuwa riwayatul ali, sanadi yake inakuwa ali. Nimemsikia mwenyewe kasimamia ujenzi wa misikiti zaidi ya 300. Kasimamia ujenzi wa misikiti zaidi ya 300 mwenyewe ndani ya kinywa chake. Sio kuna mtu kaniambia anfulani anfanya, mwenyewe mubasharatan kaniambia maneno haya. Kwa hiyo wamefanya kazi kubwa. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mambana lillahi masjidan lillah, ndio akijenga mtu msikiti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, bana Allahu lahu baitan fil janna. Masjidan ni msikiti mmoja, sikwambii misikiti 300 au zaidi ya 300. Tena katika historia kila msikiti unaoona katika Tanzania aghlabi yake uliokuwa katikati ya mji kashiriki kutumikia. Niwakumbushe wazangu wa Kilwa. Wakili wenzangu tutakuja nao wale. Wapo ule mnaoita msikiti mkubwa. Ule mnaoita msikiti mkubwa wa Masoko ule pa Zawiani hapa, ule msikiti, ujenzi wa ule msikiti naye kasimamia. Na yeye ndo aloniambia kwamba matofali walikuwa wanatoa kule faya. Kulikuwa nyumba za faya kule uwanja ndege zilivunjika, yale matofali serikali ikawapa. Ndo wakawa nasema tunabeba kule kuyaleta pale msikitini. Ukiuliza sehemu gani msikiti, yani misikiti ile mikubwa ana athar. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ikiwa leo kasimamia hayo, leo tunamuelezea hayo, kwa hiyo sisi tunajifunza nini? Lakini lingine kwamba niliwahi kumuuliza, bwana wewe unaitwa Darwish Rocket, unaruka kweli? Maana kama riwaya ya mzee akasema niruke kwa mikunguru, mimi niruke namna gani? Lakini vitendo vyake vinashughulisha. Kama mtakumbuka, kulikuwa na mwaka mmoja msafara wa Taiba ulishindwa kwenda hija, na yeye alikuwa ndo katika waliokata tiketi katika msafara ule. Taiba hakwenda hija, yeye kwenda hija. Kafika vipi? Lakini siku moja alikuja nyumbani, alikuja na watu kama 10 au zaidi, akaambia mimi nimekuja na madarwishi hawa, tunataka tule tunywe kwako zaidi ya mwezi, utakaa hapa na hatutoe senti 5.
Kaniambia hivyo hivyo. Basi tumekaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Akaniambia bwana madurushi unafuatana nao amna hata mtu mwenye hela hapa. Tutakufilisi bure sisi fili kesho tufanye mpango tuondoke. Lakini niliwahi kumuuliza, niko msikitini najiuliza swali. Huyu Darwish Rocket najiuliza kwamba huyu ana mbona afungi Jumatatu na Alhamisi? Darwish gani huyu? Hili swali najiuliza wapi? Msikitini, na yeye yupo nyumbani. Maana tumeweza kuswali pale, akatangulia swala alfajiri, karudi nyumbani. Urudi nyumbani kakani ipo